Bwana, kama Simba Sports Club kiukweli kabisa wanataka kujiona kwenye mazingira ya kwenda kufanya kitu chochote ambacho kitakuwa kinaeleweka ugenini dhidi ya Esperance tutakapokuwa tumeupindua mwaka, kuna vitu ambavyo inabidi mwalimu mpya atakayekuja kuteuliwa na Simba ahakikishe ana settle in navyo kwa haraka. Mambo yenyewe makubwa ni mawili. Kwanza kabisa, kupata kikosi cha kwanza. Unajua, mimi labda nijaribu kuweka bayana kitu kimoja. Simba kuanza taratibu katika michuano ya kimataifa, kwa mtu ambaye amekuwa akifuatilia Simba vizuri, sio hadithi ya kutisha sana, kwa sababu ipo season ya 23-24 Simba alianza michezo miwili ya kwanza na sare, akaenda akapokea kichapo kwenye mchezo wa tatu ugenini dhidi ya mpinzani kutoka kaskazini kama mfano wa Esperance ambao wanakwenda kukutana naye mwakani, lakini bado Simba akaweza kufuzu kwa kumaliza nafasi ya pili katika hilo kundi. Upo msimu ambao Simba anaanza mechi mbili za kwanza ana alama moja. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kiukweli Simba ukiangalia mtiririko wa misimu yao ya kimataifa kwenye hatua ya makundi imekuwa ni kitu ambacho kikitokea zaidi kuliko kutokutokea. Yaani Simba kuanza taratibu ni kitu ambacho huwa kina mwafaka wa kutokea zaidi kuliko kutokutokea kwake, isipokuwa tofauti moja kubwa ya misimu yote ambayo nimejaribu kama kuitolea mfano ambayo Simba alianza kwa mwendo wa taratibu. Utofauti na msimu ni kwamba Simba walikuwa na kikosi chao cha kwanza mapema. Yaani linapokuja swala la team sheet, ulikuwa unajua nini cha kutarajia kutokana na kundi la wachezaji ambao wanaanza. Kikosi cha kwanza kilikuwa kipo pale. Yaani Simba walianza taratibu, lakini ulikuwa unajua kabisa hawa kukaa kwao sawa ni swala la muda, kwa sababu tayari wana kikosi cha kwanza, tayari kila mchezaji kwenye kikosi cha kwanza ana defined role ya kufanya anapokuwa na mpira na timu inapokuwa haina mpira, yeye akiwa ni sehemu ya timu ambayo inajaribu kutafuta tena mpira. Kila mchezaji anakuwa anajua majukumu yake, na ni kwa sababu kikosi cha kwanza Simba walikuwa nacho tangu mechi ya kwanza. Shida ambayo ipo kwa mara hii ni kwamba kama ambavyo wamekuwa wakifanya kwa misimu mingi, wameanza tena taratibu kwa mara nyingine tena, lakini hawana kikosi cha kwanza. Shida moja kubwa ambayo Simba imewakumba mara hii, wameshindwa ku identify first 11 yao mapema. Ukitoa back four pamoja na goalkeeper Nangu, Dariuk, Mligo, Kapombe pamoja na Yakubu, wachezaji kuanzia eneo la kiungo cha chini mpaka kwenye eneo la center forward, hakuna sehemu yoyote kwenye hayo maeneo ambayo mchezaji ama wachezaji hata wawili wamebahatika kuanza hata michezo mitatu kwa pamoja msimu. Yaani kumekuwa kuna chop and change, haijawasaidia kabisa Simba. Kwa hiyo shida ya hizi chop and change ni kwamba matendo makubwa ya kiufundi ambayo yanatakiwa yafanywe kwa ushirikiano uwanjani, pressing, transition, haya yote hayawezi kutekelezwa katika ubora ama katika daraja linalotakiwa kama kundi la wachezaji ambao wanaanza kwa pamoja hawajapata muda wa kuzoeana, kwa sababu kuna muda pressing inabidi mmoja aende, mmoja abaki. Lakini mtajuaje nani aende kupress, nani afanye kucover space ambayo imeachwa kama wachezaji hawajatengenezewa mazingira ya kuwa wamezoeana kwenye michezo walau kuanzia mitatu kwenye hatua kama hii ya msimu ambao bado ni ya mapema? Hicho kitu kinakuwa ni kigumu, na ndio shida ambayo inawakuta Simba. Hawajui wa deal vipi na negative transition, hata pressing yao imekaa kimashaka. Katika mchezo dhidi ya Stade Malien unawaona kabisa Simba hawafanyi pressing, na hata wanapojaribu kuifanya hiyo pressing haina muunganiko, haina coordination. Ni kwa sababu wale wachezaji wote ni kama vile majukumu yao hasa ya msingi hawayajui, na ni kwa sababu hawajatengenezewa mazoea ya kuwa pamoja kwa michezo ama kwa dakika za kutosha mpaka sasa hivi kwenye msimu wao. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vya msingi ambavyo inabidi mwalimu anayekuja hakikisha anavifanya kuelekea kwenye mchezo unaokuja dhidi ya Esperance, kama anataka kuwa kwenye nafasi ya kufanya kitu chochote chenye uzito, ni kuhakikisha kwanza ana identify kikosi cha kwanza mapema. Kwa identify kikosi cha kwanza mapema na kukitengenezea chemistry kutarahisisha mchakato wa kufanya pressing uwanjani na mchakato wa kufanya transition ambazo ni positive na kukabiliana na zile ambazo ni negative. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kikiweza kupatiwa majibu mapema na kikaweza kwenda kubeba sura ya kiufundi ambayo itakuwa imeambatana na wachezaji ambao wamezoeana, Simba wanaweza kuwa kwenye nafasi ya kwenda kufanya kitu tofauti na hichi ambacho tumekiona kwenye michezo yao miwili ya kwanza mpaka sasa hivi.